uimara katika eneo la kiungo, hasa kwenye kujilinda, hali ambayo inamfanya sasa Nabi Kamara asiwe na kazi kubwa sana ya kukaba, anakuwa na kazi ya kutengeneza link up kati ya safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji. Pasi sasa zinakuwa nyingi kwenda mbele, wakati muda huo Yusuf Kagoma anakuwa na kazi ya kuilinda ile back four yake. Anatoka Neo Maema, lakini pia anatoka Ahwa. Namna ambavyo Ahwa kwa kipindi cha kwanza alikuwa anacheza, alikuwa anakaa mbali zaidi na goli, lakini pia Joshua Mutale, namna ambavyo alikuwa anacheza, mipira mingi ilikuwa inapotea kwake. Mutale anakuwa bora zaidi pale ambapo anacheza na mshambuliaji ambaye anaweza kufanya link up play. Lakini kwa kipindi cha kwanza, namna ambavyo Selemani Mwalimu hakuwa bora kwenye link up play, ikamfanya anakosa mipira. Lakini kiukweli kwa namna ambavyo Mwalimu sasa ameona madhaifu ya kipindi cha kwanza, kipindi cha pili anakuja kufanya changes ya kumuingiza Kagoma, kumuingiza Kibu Dennis, anakuja kumuingiza Morris Abraham, ambao anakuja kuongeza ubora kwenye safu ya kiungo, kushambulia pamoja na kuzuia. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho mimi nakiona ni kwenye game reading. Huyu kocha amekuwa akibadilika kila baada ya mechi, lakini pia kwa hata wakati mechi inaendelea unaona namna ambavyo anabadilika. Kwa hiyo kwa muda mfupi pia ambao amekuepo na kwa mfumo ambao amekuja kuingia nao jana, mara nyingi tunaiona back 3, kuna kitu kizuri ambacho kinaonekana. Kwa hiyo ni swala la muda tu, tuendelee kumpa muda na tuone nini ambacho atawapa Simba. Lakini kwa kumfananisha na Fadlu, kwangu mimi naona utampa mzigo, kwa sababu kwa Fadlu alichokiweka ni kitu kikubwa sana.